Naam, mtazamaji wa Mwana Mteule Media, karibu sana katika mjadala huu ambao umenikutanisha na baba paroko wa parokia hii ya Bikira Maria Afya ya Wagonjwa Sengerema, Padri Dr. Kilian Siduka, ambaye leo nitateta naye machache kati ya mengi kuhusiana na msiba wa dunia, kwa maana ya kwamba Baba Mtakatifu, kama zilivyotapakaa habari katika mitandao ya kijamii na vyanzo mbalimbali, imeelezwa kwamba hatunaye katika ulimwengu wa mwili. Sasa nimefika hapa ili tuweze kuzungumza machache na kufahamu kanuni, baadhi ya mambo ambayo bila shaka ni ya kikanuni ama utaratibu kutoka eneo hilo, kwamba Baba Mtakatifu anazikwaje na taratibu pale huwa zikoje, inachukua muda gani kumpata papa mwingine, lakini utaratibu wa kuchaguliwa Baba Mtakatifu inakuwaje? Karibu sana baba katika mjadala huu. Asante sana. Ndio, tuingie moja kwa moja katika hiki ambacho leo tumekitengea muda. Tumesikia hiki ambacho kimeenea kwa kweli, kimegonga vichwa vya watu kwamba Baba Mtakatifu hatunaye tena. Na tuanze moja kwa moja kwamba utaratibu wa Baba Mtakatifu, maziko kwanza tuanzie katika hatua za maziko inakuwaje, na baada ya hapo tutaona mambo mengine. Karibu sana. Asante. Kabla sijaanza kueleza utaratibu wa maziko, labda nianze kabisa upashanaji habari na wengine ulivyofika na utaratibu ukoje. Basi kwamba mpendo wetu Baba Mtakatifu Francis hatuko naye, na ni baada ya kuwa ameugua kitambo, akarazwa kwenye hospitali moja maarufu pale Roma, inaitwa Gemelli, ambayo kwa Kitaliano Gemelli, Kiswahili manake ni mapacha. Kwa hiyo alirazwa kwenye hospitali hiyo takribani siku kama 16 na kuendelea, karibu mwezi, akipatiwa matibabu. Baadaye afya yake ikaonekana kuimarika na akawa amerudi kwenye bazilika, makao yake Bazilika Mtakatifu Petro. Ile Jumapili mchana alionekana kwenye bazilika, ambapo alitoka nje na akatoa baraka maalumu kwa ajili ya Roma na ulimwengu, inaitwa Urbi et Orbi, ambayo inatolewa mara nyingi wakati wa sherehe maalumu. Kwa hiyo akatoa ile baraka, lakini basi siku iliyofuata tukatangaziwa kwamba hatuko naye, ambayo ni siku ya Jumatatu. Sasa kulingana na vyombo vya habari kwamba amefariki mida ya saa 1:35 ya asubuhi, na taarifa hii imetolewa rasmi na kardinali ambaye kwa cheo anaitwa Camerlengo. Camerlengo kwa Kiingereza anaitwa ni chaplain au chancellor of the apostolic chamber. Ni mkuu wa nyumba ya kipapa, ambaye ni chanzo mahususi sasa. Yeye huyo ndiye ana kazi maalumu. Mojawapo ya kazi yake ni kutangaza Baba Mtakatifu anapokuwa amefariki. Na utaratibu unakuwa hivi: ikitokea Baba Mtakatifu amefariki, baada ya jopo la madaktari kuthibitisha kabisa kwamba amefariki, kwa hiyo kardinali akiwa na wengine makardinali wanaingia kwenye chumba alimo Baba Mtakatifu, na kisha atamuita kwa jina lake halisi mara 3. Na kwa sababu huyu jina lake alikuwa anaitwa Bergoglio, hivyo atakuwa alimuita Bergoglio mara 3. Tamaduni za kale zinaonyesha baada ya hapo alipaswa kumgusa kwenye unyayo wa mguu wake. Kama hata shtuka, basi itakuwa ni ishara kwamba amefariki. Kisha baada ya hapo itachukuliwa apostolic seal yake na inavunjwa mbele ya makardinali wengine, ambayo ni nini? Ambayo ni nembo maalum ya kwake, ambayo kila papa naye anakuwa nayo. Kwa hiyo ile inavunjwa maalum, kisha vunjwa, halafu maana yake ni kwamba kwanza maana yake utawala wake, uongozi wake umeisha. Lakini pia inamaanisha kwamba sasa kutunza siri, vitu vingi watu wakatempa na vitu vingine.
Basi, kwa hiyo baada ya hapo anatangaza sasa. Akishatangaza inafuata sasa kuwaita makardinali ulimwengu mzima. Sasa kulingana na mwongozo wa mazishi ya Papa. Mwongozo wa mazishi ya Papa wa hivi karibuni unapatikana katika waraka unaitwa Unives Dominici Gregis. Huu uliandaliwa, ni waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili wa mwaka 1996. Waraka huu unaeleza sasa kitu kinaitwa, kwa Kitaliano wanaita sede vacante, hata Kilatino wanaita sede vacante. Maana yake ni kiti wazi. Kiti kikiwa wazi ifanyike nini? Sasa kulingana na mwongozo hapa, kardinali ambaye ni dekano wa makardinali wote. Sasa huyu ndo ana kazi ya kuwaita makardinali wote ulimwengu mzima, hasa wale ambao wana umri usiozidi miaka 80 ya kuzaliwa. Hawa wanaitwa. Wakishaitwa wanapaswa kufika Roma. Hapo sasa taratibu za mazishi zinaandaliwa. Na kama kardinali huyu anazidi hiyo miaka, kwa nini asiitwe? Kulingana na miongozo ni kwamba kardinali anayezidi miaka 80 ya kuzaliwa, huyu hawezi kuingia kwenye kikao cha kumchagua Papa. Kardinali anayeingia kwenye kikao cha kumchagua Papa ni yule ambaye hazidi miaka 80 ya kuzaliwa. Kwa maana wanaitwa sasa wote ili baadaye washiriki kwenye mazishi na baadaye kuingia kwenye kikao maalum cha kumchagua, inaitwa conclave. Sasa kabla sijaenda zaidi, utaratibu huu wa maziko ya Papa na pamoja na kuchagua Papa mwingine kwenye historia ya kanisa unapatikana kwenye document, waraka unaitwa Ubi Periculum. Ndio ulikuwa wa kwanza kabisa kutangazwa huu waraka wa mwaka 1274. Ulitangazwa na Papa Gregori wa 10. Na waraka huu ndio unaeleza sasa kwamba Papa akifa kifanyike nini. Na huu umeshafanyiwa mabadiliko kadhaa na maboresho, na hatimaye Baba Mtakatifu sasa Yohane Paulo wa pili akatoka na ule waraka yeye unaitwa Unives Dominici Gregis wa mwaka 1996. Sasa katika waraka huu utaratibu wa mazishi unakuwa hivi. Papa baada ya kufariki anapaswa kuwa amezikwa kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya 14 baada ya kuwa amefariki. Kwa hiyo siku moja amefariki, siku ya kwanza anaanza kuhesabu mpaka siku ya 14 mazishi yake yanapaswa kuwa amefanyika. Na baada ya hapo kutoka siku ya 15 mpaka siku ya 20 kikao cha kuchagua Papa mwingine kinapaswa kuwa kimeanza. Yaani conclave. Hivyo tunategemea sasa baada ya taarifa hizi, na kwa sababu tumeshapata taarifa tayari kwamba Baba Mtakatifu atazikwa Jumamosi ya tarehe 26. Kwa hiyo tunategemea kati ya Jumatatu au Jumanne kikao cha kuchagua Papa mwingine kikaanza. Na utamaduni kikawaida, Baba Mtakatifu kikawaida mapapa wengi wamezikwa kwenye bazilika la Mtakatifu Petro ambalo liko katikati ya mji wa Vatican. Na makaburi hayo yako chini kwenye clip chini. Lakini si mapapa wote wamezikwa pale. Kuna mapapa wengine wamezikwa nje ya bazilika la Mtakatifu Petro. Ni sababu zipi ambazo zilipelekea wengine wazikwe nje ya bazilika? Nakuja. Sababu mojawapo ni kwamba huenda ni matashi ya mtu mwenyewe. Hasa ni matashi ya mtu mwenyewe kuamua kwamba bana, mimi naomba nisizikwe hapa, nizikwe sehemu fulani. Na habari ambazo zimesemwa na tumeona na document mitandao na nini, Baba Mtakatifu huenda akazikwa nje ya bazilika Mtakatifu Petro. Kwamba huenda akazikwa kwenye bazilika la Maria Mkuu. Linaitwa Maria Maggiore. Liko katikati ya mji wa Roma, karibu na kituo kikuu cha treni kinaitwa Termini. Liko hapo.
Kwa hiyo huenda akazikwa hapo kulingana na osia wake aliyouandika mwenyewe. Ameombwa azikwe hapo, na sababu kubwa aliyoieleza yeye ni kwamba maisha yake yote kuanzia upadri, uaskofu mpaka upapa aliyatolea kwa maombezi ya Mama Bikira Maria. Kwa hiyo Maria amekuwa msaada wake mkubwa kumwombea. Na hivyo anaona ni vyema azikwe kwenye Bazilika ya Mtakatifu Maria, ambapo maisha yake yote aliyatoa katika kama huduma kwa Mungu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria. Asante. Ndio mtazamaji, kama ndio unaungana nasi, ni kipindi maalum na bila shaka unasikia hicho ambacho baba padri hapa Kilian Siduka ambaye ni paroko wa parokia hii ya Bikira Maria Afya ya Wagonjwa hapa Sengerema anatupitisha kwenye wasifu kidogo wa Baba Mtakatifu, lakini katika tukio hili la kufa kwake ambalo linatuonyesha kabisa kwamba amemaliza safari yake hapa duniani, lakini tunajaribu kuipitia hii safari. Anazikwa namna gani na papa mwingine anapatikana namna gani? Asante sana kwa ambaye umechagua Mwanamteule Media, ambalo ni jukwaa la wazi. Tunapata nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanatokea, lakini pia hata kwa ambaye unatusikiliza kupitia Radio Sengerema FM, endelea kusafiri nasi na kufahamu mengi kuhusiana na tukio hili la kidunia, la kiulimwengu ambalo limegusa si Wakatoliki tu, hata watu mbalimbali. Tumesikia vyama vya siasa vikituma salamu za rambirambi, tumesikia watu binafsi, tumesikia Baba Mtakatifu alikuwa na mahusiano hata na madhehebu mengine wametuma salamu za rambirambi. Sasa tuendelee na huu mjadala kwenye kipengele hicho cha sasa. Papa amezikwa, na hapa umejaribu kuelezea kwamba kuzikwa kwake kunatakiwa washiriki kwa sehemu kubwa hao makardinali ambao hawazidi umri wa miaka 80, na labda tukio la kuzikwa, kwa sababu tumesikia hapa kwamba yeye yawezekana akazikwa kwenye Bazilika ya Maria Maggiore. Maria Maggiore. Lakini tukirudi nyuma kidogo kwamba huyu Baba Mtakatifu Papa Francis kama alivyochagua jina yeye mwenyewe ni kwamba ni wa 200 karibu 60 na kitu 266. Sasa kama wa 266, tuangalie taswira ya makaburi mle ndani. Inatosha mapapa wangapi? Ama hata kama wangekuja 500 basi watatosha kwenye eneo hilo? Nafasi iliyopo ni kubwa, na bahati nzuri nimewahi kuingia mpaka ndani kule chini kwenye makaburi ya mapapa, nikaona space iliyopo kwenye crypt ni kubwa, na makaburi wanavyozika watengenezi kama makaburi ya kwetu kubwa, ni space ndogo tu mtu anazikwa pale. Na kwa hiyo shaka ondoa. Na Bazilika la Mtakatifu Petro lilivyo kwa nafasi ya chini kule kwenye crypt, sio pa kujaa kesho au kesho kutwa. Bado nafasi ipo. Lakini mbali na hapo bado kuna bazilika zingine zilizozunguka Roma ambapo mapapa pia wanazikwa. Ukiangalia kwenye historia kwa ufupi tu, kuna mapapa kadhaa ambao wamezikwa. Kwa mfano anakoenda kuzikwa kule Maria Maggiore, kuna mapapa kadhaa walishazikwa huko. Akiwepo Papa Pius wa 5 mwaka 1572. Yeye alizikwa kwenye bazilika hiyo ya Maria Maggiore. Kama itoshi, Papa Paulo wa 5 pia mwaka 1621 naye alizikwa kwenye bazilika hiyo. Lakini kuna mapapa wengine wamezikwa bazilika nyingine. Kwa mfano kuna bazilika ya Mtakatifu. Mtazamaji, umesikia maelezo ambayo tumepitia, ambayo yametolewa ufafanuzi na baba paroko Padri Dr. Kilian Siduka, ambaye kimsingi maeneo hayo ameishi eneo hilo la Roma kwa muda mrefu kidogo. Hivyo basi anachokizungumza anajaribu kutupa picha ya kile ambacho kinaendelea kwa sasa na ambacho kitaendelea katika kipindi hiki cha maombolezo kwa msiba huu wa Baba Mtakatifu. Sasa turejee tena katika eneo hilo. Tumesema kwamba amesema kuna mapapa wengine ambao wamezikwa nje ya eneo hilo la bazilika hiyo ya St. Peter, lakini pia kuna maeneo mengine ambayo pia wamezikwa mapapa kwa kuchagua wao wenyewe ama kwa sababu nyingine, lakini kuu zaidi
ni wao wenyewe kutaka ama kutoa maelekezo akiwa bado hai kwamba nitazikwa sehemu fulani, ama ambavyo kanisa linaona. Sasa kwa nini hawa makardinali wengine ambao umri wao ni zaidi ya miaka 80 wasiwe sehemu ya kumchagua papa? Ni nini ambacho kinapungua kigezo, kwamba kwa sababu ya umri, kwamba kuogopa zile rapsha za safari na nini kutoka kwenye maeneo yao, ama ni nini? Hizi kura zinazingatia nini za kumpata Baba Mtakatifu? Huu ni utaratibu ambao kanisa limejiwekea, na utaratibu huu kumpata Baba Mtakatifu, utaratibu hasa huu tunaotumika sasa hivi ndio umeanza rasmi 1274 baada ya kikao naitwa Council ya Lyon. Walivyokaa ndio wakapitisha sasa utaratibu maalumu. Huku nyuma kulikuwa kidogo na sintofahamu nyingi. Kumbukwe miaka fulani kabla ya hapo kikao kiliwahi kufanyika sehemu inaitwa Viterbo kule Italia. Na wakachukua muda mrefu sana kumpata papa. Muda mrefu sana. Baadaye sasa ndo akaamua hapana, lazima kuwe na kuwekea utaratibu. Kwa hiyo utaratibu ulivyowekwa sasa ndo katambulisha hiki kikao maalumu cha kumchagua papa, ambacho kwa lugha rahisi kinaitwa ni conclave. Lakini hiyo conclave ni muunganiko wa maneno mawili ya Kilatini ambayo ni cum, ikimaanisha ni pamoja au with, halafu clavis. Clavis manake ni funguo. Kwa ni pamoja na funguo. Sasa pamoja na funguo inamaanisha nini? Wanamaanisha kwamba ili papa patikane lazima hawa wahusika wafungiwe ndani na funguo. Na wasitoke mpaka apatikane. Ndio maana ikaitwa conclave, yani cum clavis. Kwa hiyo utaratibu ni kwamba baada sasa ya maziko, siku maalumu inateuliwa kwamba siku itakayoanza conclave, makardinali wote ambao ni wajumbe kwenye kikao hicho, yani makardinali wasiozidi miaka 80 ya kuzaliwa, itasaliwa misa maalumu kwenye Bazilika Mtakatifu Petro. Baada ya hapo wataandamana kuelekea kwenye chumba au nyumba maalumu ya kuchagua papa, inaitwa Sistine Chapel. Kwa hiyo wataingia huko, watajifungia huko. Kisha jifungia huko, wataanza kupiga kura kumchagua papa. Na ikumbukwe wanapoingia kule ndani, kila kardinali aliyeingia mle ndani ni possible candidate. Anaweza akachaguliwa yoyote kati ya wale ndani. Ingawa zamani hasa walikuwa wanaweza kuchagua hata mwingine aliye nje. Lakini kwa miaka ya karibuni zaidi wanachagua walio ndani. Kwa hiyo kila mmoja aliye ndani mle ni possible candidate. Na watapiga kura kulingana miongozo kwamba upigaji wa kura utafanyika mara 2 kwa siku. Kwa hiyo kura zinaweza kupigwa asubuhi na jioni. Naona. Na ili aliyechaguliwa atangazwe kwamba ni mshindi, lazima apate 2/3 ya kura zote. Kwa hiyo kura zote zinazopigwa lazima zihesabiwe. 2/3 zikionekana zimempendelea yule aliyepigiwa, basi atatangazwa kwamba ni mshindi. Kama tutakuwa na anapigiwa yeye akiwa amejinadi kama mwanasiasa, ama akiwa hata yeye hajui kama anachagua. Hata yeye mwenyewe hajui. Wakisha anza kupiga kura, basi kwa mfano wakiwemo 100, ili atangazwe mshindi lazima apate kura kuanzia 66, ndio 2/3. Kama zitaonekana hazijafika 2/3, zile kura zitachomwa. Giza chomwa, halafu nje utatoka moshi mweusi. Manake walio mbali wanaona kwamba bado ni moshi mweusi, hapa hajapatikana. Kwa hiyo wataendelea kupiga kura tena. Atakapopatikana watachoma zile karatasi, utatoka moshi mweupe. Ukishatoka moshi mweupe, kardinali ambaye ni dekano wa makardinali atatoka nje kwenye dirisha na kutangaza kwamba papa tunaye, anasema kwa maneno ya Kilatini habemus papam, tunaye papa au tumempata papa. Toka neno habeo, habes, habetis, maana yake to have, kuwa na. Kwa hiyo akisha sema kwamba tumempata papa au tunaye papa, anamtangaza jina. Lakini baada ya kuwa kule ndani amepigiwa kura, akishapigiwa kura ili atangaze, anapaswa anaulizwa
Akishaulizwa, akikubali, basi anaambiwa kama atapendelea kutumia jina lake au anachagua jina lingine. Naona. Kwa hiyo kwa mfano huyu papa ambaye amefariki, yeye jina lake ni Bergoglio, alipenda kuitwa jina Francis. Kwa hiyo ndo akaitwa Francis. Kwa hiyo akawa Francis wa kwanza. Kwa sababu huko nyuma kulikuwa hakujawahi kutokea Papa Francis. Kwa hiyo ndo akawa Francis wa kwanza. Kwa hiyo kitokea huyo atakayechagua papa aliye mtangulia pia Joseph Ratzinger, yeye akachagua Benedicto. Alichagua Benedicto tu kwa sababu alishachagulia Benedicto huko nyuma 14. Yeye akawa 15. Ndio. Na hapa sasa papa kisha patikana, kuna mamlaka, kuna kikao kingine cha kukamilisha ama uidhinishaji wa kuanza utendaji kazi wake, ama kisha tangazwa tayari kazi imekamilika? Akisha tangazwa, baada ya hapo itafuata tu misa maalumu ya kumsimika. Basi hakuna kikao kingine wala nini. Kuna watu wamekuwa wakihoji sana kwa sababu kuna wengi wamekuwa wakiangalia kwa jicho la kibinadamu, wakifikiri kwamba anavyoweza kuteuliwa ama kuchaguliwa rais, anavyoweza kuchaguliwa mbunge, ndivyo ambavyo anaweza kuchaguliwa papa. Lakini tumeona kwa matukio mbalimbali ambayo kwa kizazi hiki angalau tumeona kwa macho, karibu mapapa watatu hawa wanne, tumeona namna ambavyo wanachaguliwa, na tunaona mpaka maziko yao sasa, kutokana na ulimwengu wa sayansi na teknolojia, kwa maana ya utandawazi, tunatazama kupitia vyombo vya mawasiliano ikiwemo televisheni. Sasa uteuzi wa papa, anaweza kuamua kwa sababu zake binafsi kusitisha safari ya kiti chake cha upapa, kwamba mimi kuanzia sasa sio papa, kama alivyofanya Papa Joseph Ratzinger, na inakuwaje kwa sababu huyu hajafa, ama kaamua hivyo kwa maongozi yake ya nafsi, ama Roho Mtakatifu kampeleka hivyo, inakuwaje hapo? Naye anakuwa ni sehemu pia ya kuchagua. Utaratibu ni kwamba papa atachaguliwa iwapo kuna tunaita ni kiti wazi. Kwa lugha ya Kilatini tunaita sede vacante. Kiti wazi, kikiwa wazi lazima papa achaguliwe. Sasa kiti kinaweza kikawa wazi, moja kwa kifo cha papa aliyekuwepo, au kwa kujiuzuru kama alivyofanya Ratzinger, au ikitokea sababu yoyote ile ambayo inasababisha huyu papa akashindwa kutekeleza majukumu yake, halafu kiti kikawa wazi, hapa atachaguliwa papa mwingine. Kwa miaka ya karibuni tukio la kujiuzuru Papa Ratzinger kidogo lilishtusha. Kwa sababu kwa miaka mingi lilikuwa halijawahi kusikika. Ngao huko nyuma kwenye historia ya kanisa liliwahi kutokea. Lakini kwa miaka ya karibuni ilikuwa haijawahi kutokea. Kwa hiyo, lakini kwenye historia ya kanisa iliwahi kutokea. Na hiyo inaonyesha kabisa kwamba kitu hiki kinaweza ikatokea, inaweza kafika sehemu akasema hapana. Aidha kwa sababu moja au nyingine, kama mimi siwezi kuendelea. Akaamua kujiuzuru. Na anapoamua kujiuzuru, mchakato wa kuteua papa mwingine unaanza. Na unapoanza kwenye conclave yeye haingii. Na anatambulika kama papa ama anatambulika kama kardinali akishajiuzuru? Akishajiuzuru ni papa, ila anaitwa kwa Kilatini anaitwa emeritus. Sawa. Maana yake ni papa mstaafu. Ila ni papa. Mtazamaji wa Mwana Mteule, bila shaka unaendelea kusikia na kuelewa kuhusiana na hicho ambacho kinatolewa ufafanuzi. Sasa huko nyuma tumekuwa tukisikia kwamba ili kuashiria kwamba papa amefariki, kuna aina fulani ya kengele ambazo zinagongwa ama kuna kiashiria fulani. Je, katika tukio hili kuna kiashiria chochote ambacho kimeashiria kwamba papa hatunaye tena, kiti ni wazi, ama kwa sababu ya utandawazi, kwamba kwa sababu vyanzo sahihi vimetamka hakuna haja ya kuendelea kutumia vyanzo vingine vya kizamani? Natumika sina hakika kama damu hiyo ametumia, lakini natumika. Nakumbuka mara ya mwisho wakati anachaguliwa Papa Francis na mimi nilikuwa Roma, kengele ziligonga pamoja na moshi mweupe, lakini kengele zimegonga muda mrefu sana. Na kwa sababu mazingira nilikuwa tunakaa
ilikuwa sio mbali kutoka Vatikani. Kwa hiyo tulisikia kabisa kengele, tukateremka kabisa kwenda kwenye square ya Basilica ile pasi kuona, na tukamsikia kardinali anatangaza ni nani huyo papa. Kwa hiyo kengele kama kengele zinagonga. Zinagonga kabisa, kuna kengele zinagonga muda wa kutosha. Nagonga kuashiria sasa kuna tukio. Na sababu yoyote inaweza kukubaliwa huyu kardinali akamchagua papa akiwa nje na Roma? Mpaka sasa bado utaratibu wa conclave wanaopiga kula ni walioko ndani. Bado haijatokea document yoyote ya kuonyesha kwamba hata kardinali aliye nje ya Vatikani ambaye ana miaka 80, hajafikisha miaka 80, na kwa sababu fulani ameshindwa kuingia kwenye conclave, anaweza akapiga kula. Bado hiyo haijaonyeshwa kwenye document yoyote. Kwa hiyo sasa hivi mpaka kilichopo ni kwamba kula zinapigwa na wale walioko ndani, wale walio karibu conclave. Kama ni Ulaya, kama ni Italia yenyewe tayari wameanza kukusanyika wakisubiri sasa na wengine waliotoka sehemu mbalimbali ili mambo mengine yaendelee. Na kwa mitazamo tu ya perception za watu tumekuwa tukishuhudia kwamba wengine wanatoa maoni yao binafsi, wengine kwamba kuna makardinali wawili weusi ambao hao wanapewa upatu sana kwamba wanaweza kuchaguliwa kutokana na sababu zao. Sababu nyingine za kimwili tu hizi zinaweza zikawa sehemu ya kigezo kwamba huyu anaweza akateuliwa kuwa papa. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Lakini kwa mtazamo wa kawaida ni ngumu sana. Kwa sababu sidhani kama mle ndani kuna hata muda wa kampeni. Kwa Roho Mtakatifu anawaongoza makardinali mle ndani, wenyewe wanaona kwa sasa kanisa linahitaji mtu wa namna hii. Wakishaona kwamba kanisa kwa sasa inahitaji mtu wa namna hii, basi watapiga kula na wenyewe kwa kiongozi wa Roho Mtakatifu watachagua ile papa. Na wasifu wa huyu kardinali unapatikana wapi ili nimpigie kura? Yasho mimi ni kardinali, sasa nataka niweke kura yangu kwa kardinali fulani ambaye tumpe nafasi ya kutuongoza kama papa. Makardinali wenyewe wanafahamiana. Sawa? Kwa sababu wana vikao vyao mara kwa mara. Kwa mfano makardinali wana vikao vya kumshauri papa vinaitwa concistolo. Kwa wanapokuwa wanakutana wanafahamiana. Na makardinali wengine wanaongoza idara mbalimbali pale Vatikani. Idara ya uinjilishaji, sawa, idara ya watawa na idara mbalimbali. Kwa hiyo wanakutana na wanafahamiana vizuri. Naona. Kwa hiyo kwamba wasifu wanakuwa, kwa hiyo wamefanya kazi pamoja, wamekaa pamoja, wanakuwa wanafahamiana vya kutosha. Ndio. Mtazamaji wa Mwana Mteule, tunaelekea kutamatisha mazungumzo haya, na bila shaka yamekujenga na umefahamu kwa sehemu kubwa wasifu wa kiti cha Baba Mtakatifu na mamlaka yake, lakini pia tumepita kidogo kwenye eneo hili kuhusiana na maziko katika kipindi hiki cha maombolezo, lakini baada ya hapo tunakwenda kwenye tukio jingine ambalo mababa zetu wa kanisa wanaingia sasa kwenye kikao maalum kwa ajili ya mchakato wa kumpata Baba Mtakatifu mwingine ambaye ataziba kwenye hicho kiti. Na tumesikia kidogo hapa kwamba hii mitazamo ambayo inapita kwenye mitandao ya kijamii kwamba labda fulani anaweza akateuliwa kuwa papa, labda fulani ni kwamba haina nafasi kwa sababu ni swala la kiroho. Pengine labda tufahamu kutoka kwa Padre Kiliano Siduka ambaye kwa sehemu kubwa ameishi huko Roma, kwamba kura sasa zimetosha. Tunaona kabisa kibinadamu kura zimetosha. Tena labda ni asilimia karibu 90 ya kura zimetosha. Lakini moshi mweupe baada ya kuchomwa zile kura haujatokea, umetokea moshi mweusi. Itakuwaje? Ni ngumu. Ni ngumu kwamba kula zimetosha alafu moshi usitoke mweupe. Hapana, ni ngumu. Yaani kwa hali ya kawaida tu kula zikisha tosha, watakapoenda kuchoma utatoka moshi mweupe. Hii ni ishara kwamba tayari kuna anga jeupe. Sawa. Maana yake kutangaza tayari kwamba tayari tuliyekuwa tunamsubiria kwa hamu kapatikana.
Kwa hiyo ni ngumu sana. Kwenye historia haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Ndio. Na sasa la mwisho kabisa wakati tunaelekea kutamatisha. Kiti cha Papa ndo kinatoa mamlaka. Ni hapa katikati tumekuwa tukimwona Baba Mtakatifu huyu hayati ambaye hatunaye sasa. Katika hali ya udhaifu wa mwili kwamba amechoka. Katika majukumu hayo ya kiti chake, ni lini hawezi kutoa tamko? Ama kwa sababu tu anazungumza, kiti bado kinazungumza? Kwa sababu tumeona dakika ya mwisho hapa mpaka anatamka siku ya Pasaka ni kwamba amechoka, lakini bado anazungumza, anatoa salamu za Pasaka. Ni lini Papa hawezi, ni kwamba mamlaka yake inaweza kusubiri, ama wasaidizi ama watu wa karibu wanaweza kuona sasa hapa labda tusubiri tu, kwa sababu kwa hali hii sasa kibinadamu tunaona kama amegota? Mamlaka ya kipapa ni mamlaka ambayo kwanza amepewa na Yesu mwenyewe. Kupitia kwa mamlaka aliyopewa Petro na Yesu mwenyewe. Wewe ndiwe Petro, najua mambo huu nitajenga kanisa langu. Kwa hiyo kuanzia hapo mamlaka hayo yanatoka kwa Yesu mwenyewe. Na mamlaka ya Baba Mtakatifu yanakoma fariki au kajiuzuru. Na ikitokea hali kama hiyo, kwa mfano kama sasa hivi amefariki au alivyojiuzuru Benedikto wa 16, kuanzia hapo maana yake kanisa haliwezi kutoa tamko au mabadiliko makubwa. Hapana, mpaka papa mwingine apatikane. Kwa wakati huu kanisa liko kimya. Wakati huu kanisa liko kimya. Kanisa liko kimya. Na kama kulikuwa kuna vitu vingine vinaendelea, vinasimama. Kwa mfano, Jumapili kulikuwa imeandaliwa kwenye kalenda ya kutangazwa mtakatifu huyu Acutis, ambaye ingefanyika tarehe 27 Carlos. Lakini kwa sababu ya hii imeahirishwa mpaka atakapopatikana papa mwingine. Kwa hiyo akija, kwa sababu ule waraka wa kutangazwa atafata katika huo, ama naye ataona kama inafaa kutangazwa mtakatifu. Sasa ikifikia hapo manake mchakato ulishakamilika wote. Mpaka natangaza mpaka na tarehe, manake mchakato ulishakamilika wote. Ndio. Neno la mwisho ambalo tunahitaji sasa kumaliza nalo, kama kuna ushauri, maoni ama lolote ambalo unaweza ukazungumza na watazamaji wetu kuhusiana kwanza na mamlaka ya kanisa. Mbali na mamlaka ya kanisa, tunapozungumza mamlaka ya kanisa ikiwemo ni Baba Mtakatifu kushuka kwa wasaidizi wake, kushuka kwa makardinali huku, kuja kwa watu wote wapa kwa mafuta, ikiwemo baba zetu maaskofu, kuteremka huku na watu wote wa daraja. Hiyo mamlaka ni mamlaka ambayo inapokea. Wewe ni msaidizi wa Papa kwa sehemu yako, kwa sababu Papa anafanya kazi, yani amejimega sehemu anafanya kwenye parokia hii ya Bikira Maria Afya ya Wagonjwa, kwa sababu ameshusha wasaidizi wake huku kutokana na mamlaka yake ya kiti chake. Hii mamlaka tunakosea wapi mpaka tuna pengine sisi huku nje tunaichanganya na kuwa kama nusu ya kisiasa ama nusu kama ya kidunia fulani hivi. Ndio maana leo tunaona huko kwenye mitandao ya kijamii mtu anatoa maoni kwamba inawezekana Papa anayefuata inawezekana ni fulani, anayefuata ni fulani. Ni nini ambacho pengine tunakitazama kwa jicho la kibinadamu, kumbe kimekaa kwa jicho la kiroho, kama ulivyosema wewe kwamba haiwezekani kwamba kura zote ile akidi imetosha, lakini mwisho wa siku tunaona moshi mweusi. Haiwezekani kwa sababu hii waliobariki hapa wamebariki kiroho. Bahati mbaya tu ni kwamba kuna watu walio wengi wanaongea mambo ya kanisa wakati hawalifahamu kanisa. Bahati mbaya sana. Na wengine mpaka wanalituma kanisa kwamba linaingilia mambo ya kisiasa. Lakini kumbe hawajui kanisa na misingi yake, hawajui. Ukiingia kwenye mafundisho ya kanisa, hasa kuhusu mafundisho jamii ya kanisa, social teachings of the church. Kanisa limetoa mchango mkubwa sana ulimwenguni kwa ajili ya kutetea haki za wanyonge,
kwa moja ya kutengeneza maisha bora kwa watu. Ukiangalia kwa mfano miaka ya nyuma sana, waraka uliotolewa na Baba Mtakatifu Leo anaeleza habari ya waraka moja inaitwa Rerum Novarum, ambapo anaeleza hali iliyokuwepo baada ya mapinduzi ya viwanda, watu walivyokuwa wananyanyaswa, lakini kanisa likasimama kuwatetea wanyonge waliokuwa wananyanyaswa na nini, na hatimaye sehemu nyingi wakafanya mapinduzi. Na sehemu kubwa kanisa limekuwa sauti ya wanyonge, likisaidia kuwatetea. Sasa kwa sababu tu ya interest fulani za binadamu na nini, kanisa linaposimama kusema, watu wanaona kwamba linaingilia mamlaka ambayo sio. Lakini kumbe si kwamba kanisa linaingilia mamlaka, ni wajibu wake kanisa kutetea haki za wanyonge, kuwasemea watu wanaotetewa, wanaoonewa na mambo kama hayo. Naona basi tu ni kutoelewa, labda aidha kutoelewa au kuelewa lakini kujifanya kutoelewa. Kwa hiyo hilo ni changamoto nyingine. Lakini mwisho wa siku kanisa litaendelea kubaki kusimama, likifundisha, likitekeleza wajibu wake, kwa sababu mojawapo wa kazi ya kanisa ni kumkomboa mwanadamu kiroho na kimwili. Kanisa halimkomboi mwanadamu kiroho tu. Hakuna mwanadamu aliye na roho tu, hana mwili. Huyu ni malaika. Kwa hiyo kazi ya kanisa ni kumkomboa mwanadamu kiroho na kimwili. Ndio. Wakati tunaelekea kutamatisha kabisa, kuna swali moja japo alifungamani na hiki ambacho tulikuwa tukikizungumza hapa, lakini tuliguse kidogo kwamba walio wengi utandawazi wanakimbizana nao, yani wanakimbizana na utandawazi, mitandao ya kijamii na teknolojia. Lakini tumeona mfumo wa AI umekuja na mabadiliko makubwa sana, ambao kwa sehemu fulani ni kama unalichafua kanisa. Muda mwingine inachukuliwa picha ya Baba Mtakatifu, inatengenezwa na ikitupwa huko kwenye mitandao ya kijamii. Kuna huo upepo hauache salama. Wengine wanaona ni picha ya kweli. Tumekuja tukiona hapa Baba Mtakatifu amevaa sijui cheni za wacheza muziki, sijui nini, nguo za ajabu. Muda mwingine watu hawawezi kutofautisha artificial intelligence na uhalisia. Unafikiri mitandao ya kijamii kwa maana ya kwamba teknolojia inaweza kuharibu, inaweza kumharibu kwa kiasi gani Mkristo wa leo? Mkristo wa leo kwanza hatuwezi kumtenga na teknolojia. Kwa sababu ni hali halisi ya ulimwengu umefikia hapo. Hatuwezi kumtenga. Isipokuwa tunachopaswa kufanya ni kumsaidia Mkristo wa leo ajue kwamba ndani ya teknolojia hii kuna uhalisia, ukweli na mambo mengine ya kutengeneza. Ingawa sasa bahati mbaya ni kwamba mambo ya kutengeneza yanasambaa haraka kuliko ukweli. Hiyo ni bahati mbaya. Lakini hatuwezi kukataa sasa kwamba kuna ukweli halisi uliopo ambao pia mambo ya kiteknolojia yanaweza kusambaza na kufanya ujulikane mbele ya watu. Kwa hiyo cha msingi kabisa, Mkristo wa leo anapopata habari yoyote ajitahidi kuelewa hii habari imetoka katika chanzo kipi. Hiki chanzo ni chanzo kweli halisi cha kutoa hii habari. Maana vinginevyo chanzo chochote kile si kwamba kitampa mtu habari yoyote. Hapana. Kuna chanzo kingine kinaweza kumpa mtu habari ambayo ni kweli, ni habari iliyoharibiwa kwa madhumuni ya hawa wanaoharibu. Naona. Kwa hiyo cha msingi Mkristo wa leo anapopata habari ajue kabisa hii habari imetoka kwenye chanzo gani. Na hivyo akishapata hiyo, basi itamsaidia walau hata kunyumbulisha na kutofautisha ni habari ya kweli au sio ya kweli. Ndio. Tuko kwenye kipindi cha Pasaka. Karibu, kama kuna neno lolote wakati tunatamatisha. Mimi nashukuru sana channel hii ya Mwana Mteule na yote ambayo mnayafanya kwa ajili ya uinjilishaji. Lakini basi niwaombe tu waamini na watu wote, basi hatuwezi kuepa teknolojia. Teknolojia ndio tumefikia huko, tuitumie vema. Lakini basi tujaribu kujibidisha kupata maarifa zaidi. Wengi tunaangukia kwenye mitego hiyo kwa sababu hatutaki kujishughulisha kupata kile tunachopata, tunaona kiko sahihi, wala hutaki kuhangaika kujua kwamba hiki kitu kweli ni haki, ni sawa au si sawa. Kwa hiyo tujaribu walau kujibidisha. Ulimwengu wa leo tupate kusoma, tujue vitu vingi na kuna mwalimu mmoja aliye kutufundisha asema, ukijua kitu unapunguza watu wanaokudanganya. Kama hujui kile unachodanganya utakubali kwa sababu hujui. Kwa hiyo walau tupunguze kidogo
huyu adui ujinga. Halafu tuweze kujifunza vitu zaidi hasa kuhusu imani yetu na mambo mengine ulimwengu unavyokwenda. Asante sana. Asante. Mimi nikushukuru sana baba. Nikutakia majukumu. Asante sana. Na mtazamaji wa Mwana Mteule, kufikia hapo niseme sina la ziada. Ni kukumbushe tu nilikuwa na Padri Dr. Kiliano Siduka. Na lengo na madhumuni ya kuja hapa kuzungumza naye ni kwamba ni moja ya mapadri ambao wamekaa kwa muda mrefu huko masomoni Roma, na hiki ambacho nimezungumza naye leo si kwamba nabahatisha, ni sehemu ya taaluma na elimu na kile ambacho anakifahamu kuhusiana na kanisa. Tukushukuru sana kwa wewe ambaye umetenga muda wa kufuatilia matangazo haya kutoka hapa Mwana Mteule Media. Langu jina nahodha wa kipindi hiki ni Peter Maresa, nikutakie siku iliyotukuka. Asante na kwaheri.